Shekhe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika mara nyingine katika kipindi adhim cha Al-Jawabul Kafi. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wapenzi wa radio pamoja na TV Ihsan, nachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kuwakaribisheni katika kipindi chenu pendwa, kipindi cha Al-Jawabul Kafi, jawabu lenye kutosheleza, ikiwa ni mfululizo wa vipindi maalum ambavyo vimeandaliwa na uongozi wa radio kwa ajili ya kuwanufaisha watu kwa njia ya maswali, kwamba msikilizaji anatuma maswali kwa njia ya jumbe maalum kwa kupitia simu zake, halafu maswali yale yakishaorodheshwa ndio yanaletwa hapa radio katika studio na kujibiwa. Na pia katika kipindi hiki unaona kwamba kumewekewa utaratibu kwamba mwisho wa kipindi au karibu na mwisho wa kipindi kufunguliwa line mbalimbali za simu kwa ajili ya kuacha wananchi au wasikilizaji wapate kuuliza maswali yao ana kwa ana mubashara. Kwa hiyo tuachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kuwakaribisheni, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki katika kipindi chetu cha leo, tumalize salama katika hali ya kufikisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfik. Naam, msikilizaji wa Radio Ihsan FM, tayari Sheikh amekwisha toa neno la utangulizi hapa. Twende moja kwa moja katika maswali ambayo tayari tuko nayo hapa. Kuna swali hili ambalo ndio la mwanzo linasema: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Abedi Hamisi. Sheikh, swali langu, niliwahi kuoa mwanamke kwa ndoa. Nimeishi naye miaka 5. Nimezaa naye watoto 2, lakini yule mwanamke akaja kudanganywa na wanaume wengine, akaondoka kwangu. Hadi leo hii yupo huko Dar es Salaam na amezalishwa mtoto mwingine wa nje ya ndoa. Je, mwanamke huyu kwa mfano ikitokea akaja kwangu kwa wanaye, nikilala naye nitakuwa ninazini? Naam, alhamdulillah. Swali zuri, kwa sababu katika maswali ambayo yanagusia hali ya jamii yetu ambayo tuliokuwa nayo, ambayo kwa uwazi kabisa mimi nasema kwamba jamii yetu imeharibika kiasi mno, kwamba watu wanaishi katika maisha ya uzinzi, uzinifu. Hatutuhumu kila mtu au kila Muislamu, lakini kwa hakika hali ya hewa inaonyesha hivyo. Kwa nini? Kwa sababu sasa wanawake ambao wanakuwa na akhlaki mbovu ambazo zinasababisha haya maafa ya kufanya zinaa na kusababisha kuzaliwa watoto nje ya ndoa. Bila shaka mambo haya ni mambo yaliyokemewa sana katika dini yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maelekezo mengi juu ya uharibifu huu na watu kujikinga, naona, au kuweka njia ambazo za kinga, kama vile kuvaa mavazi yasiyokuwa heshima kwa wanawake au hata wanaume, au mwanamume kutoangalia mahasini ya mwanamke ambaye ni ajnabia, au mtu kuingia ndani ya nyumba bila hodi, unaona, au kuzungumza na mwanamke sehemu ya faragha. Vyote hivi ni viashiria ambavyo kumkurubisha mtu katika matendo ya uchafu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sasa huyu anavyoeleza, kama ikiwa ni kweli haya anayosema kwamba mkewe aliondoka nyumbani kwake akaenda akaishi mji mwingine, huko huyo mwanamke akawa huru kiasi ambacho amekwenda sasa akavunja ule mkataba wa ndoa, kutunza haki za mumewe kwa kuweza yeye kutoa utupu wake kuwapa wanaume wengine ambao hawajamuoa. Sasa huyu ndugu yetu anasema haya, kwa mfano ndio huyo mwanamke yuko katika hali hiyo, lakini sasa ndio amekuja nyumbani, mimi niko Tanga mfano, akaja akataka kulala na mimi. Sasa je, mimi nikilala naye katika hali hii nitakuwa sijazini? Jawabu kwa ufupi ni kwamba twasema kwamba wewe
huhesabiwi kwamba unazini, kwa sababu huyu kwanza bado ni mkeo kwa sheria ya Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanamke bado hujamwacha, au pia mfano hajatoka katika dini. Kama angetoka katika dini akaacha Uislamu, siku hiyo aliyojitoa katika hii dini akaacha kuwa Muislamu, anakuwa si mkeo. Lakini huyu kwa lugha ya kisheria anaitwa fasika, mtu muovu. Unaona yani sasa wewe kumpokea na kulala naye sheria inaruhusu, lakini jambo la kushangaza sasa, wewe kuwa na mtu huyu muovu bado unajenga kwamba eti una mke, na huku unakiri kwamba huyu mwanamke katembea na wanaume wengine mpaka wamezalishwa, kwa maana mkeo amezini na ana watoto wa nje ya ndoa. Wewe unayakini juu ya hilo, halafu wewe unamkaribisha kwa njia nzuri na unalala naye tena. Kwa hakika, kwa haraka twasema kwamba huyu mwanamme au huyu bwana aliuliza kama ni yeye, anahukumiwa katika sheria ya Kiislamu kwamba ni dayuth. Nani maana ya dayuth? Nini maana ya dayuth? Ni dayuth ni yule ambaye anajua kwa yakini kwamba mkewe ana mawasiliano au mahusiano na wanamme ajnabi, na yeye anakiri, anaona kwamba ni sawa, na bado anahesabu yule ni mkewe. Sasa huyu pamoja na maelezo yote haya sema sasa akija je nyumbani kwangu kilala naye kistarehe nitahesabiwa sio mzinifu, lakini wewe umekiri tabia ambayo itakupelekea wewe ndio ukaadhibiwe, kwa sababu haya ni madhambi makubwa. Haya matendo ya udayuth ya wewe kuridhia binti yako au mkeo au dada yako afanywa matendo maovu ya fahshi mbele yako, na wewe unakiri, wewe hutoingia peponi kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anabainisha kwamba watu wa aina tatu hawatogusa pepo kabisa wala hawatoinusa. Kawataja mmoja wapo ni yule ambaye ni mlevi chakari, mudmil khamri, yani yeye kutwa yeye ni machupa tu ya ulevi, magongo manini, unaona damu yake yote imejaa ulevi. Huyu kwa mujibu wa kauli ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam haingii peponi. Na mwingine amemuita al-aq. Al-aq ni yule ambaye amempuuza mzazi wake, iwe baba au mama, na kumfanyia vitu ambavyo kinyume cha birrul walidain, kinyume cha kuwatendea wema wazazi wawili, kumtukana, kumbughudhi, kumtupa, kuacha kumtunza katika hali ambayo anahitaji kutunzwa huyu mwanamke au mwanamume ambaye ni baba au mama. Na mwingine ambaye pia naye ametajwa kwamba huyo hatoingia peponi ndio huyo ameitwa ad-dayuth. Dayuth wanachuoni wanasema ni yule ambaye anamuona mkewe anafanya matendo ya fahshi, uchafu, uzinzi, halafu yeye akiri, anakubali. Kwa hiyo kwa ufupi tuwaambia, sawa huyu ni mkeo, lakini unawezaje kuendelea kukaa na mtu muovu sampuli hii? Ulikuwa wewe umnasihi aache, lau kama ingelikuwa kweli umemnasihi huko akasema mimi kweli nimefanya makosa mume wangu, hivi sasa natubia kwa Mola wangu, sitorudia tena, natubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba nasuha, sheria inakuruhusu kuendelea kukaa naye. Lakini kuendelea na kuwa na mtu muovu na wewe ukaridhia, jiandae kwenda makazi yako motoni. Kama ikiwa hutotubia kabla ya kufa kwako, basi hiyo ndio hasara. Kwa ufupi, matendo haya anayofanya huyu mwanamke na huyu mwanamume yote ni katika kabairil ithmi, katika madhambi makubwa. Mwenyezi Mungu atuepushe na shari hizi. Asante. Na swali letu lingine hapa anasema, asalamu alaykum, naitwa Beni Hamisi, na shaka ni huyu. Anasema swali langu nauliza, eti kama una mke wako wa ndoa na ikatokea mkavurugana akaenda kwao na akakaa ndani ya miezi 6, eti itakuwa ndoa hiyo imevunjika? Naam, hii ni takidi ya baadhi ya watu wengi awamu nas ambao hawajui dini, kwamba eti tendo la kutengana sio kuachana, kwamba mwanamke yuko mbali na mume, ndio iwe wametengana kwa wema au kwa ubaya, hawajaachana, lakini tendo la mwanamume au mwanamke kukaa miezi 6
basi eti hiyo ni talaka automatic. Hii si kweli. Talaka kisheria ni wewe mwanamume ndio mwenye mikono ya kuitoa. Lau kama ikiwa hapana budi, basi njia nyingine ni yeye mwanamke mwenyewe kuomba talaka kwa njia ya kumtaka mume afanye hii talaka ya kawaida, yani amwache, au kama akikataa aseme mimi ninajivua, wanaita khulu kwa sheria ya Kiislamu. Ndio. Au nani talaka nyingine inatolewa na ofisi ya kadhi. Unaona, baada ya wewe kuelezea haja yako ya hiyo talaka, sababu zake nini, kama za kisheria, basi unapewa talaka. Sasa hii kwa kuwa eti mke kakaa mbali na wewe miezi 6 basi talaka, hii haimo katika dini yetu. Haimo. Bali kuna watu wanakaa na wake zao mbali miaka 10 kabisa, 20. Mimi nakumbuka kuna wazee wa Kiarabu wamekuja kutoka Yemen, wameacha wake zao kule, wamekaa kwa muda, wakaona wanaweza wakapata fitna, wakaoa wanawake. Lakini bado wake zao wako kule. Na pia wapelekea matumizi, kama kuna mtu anakwenda kule anapelekea, pengine aliwahi kuzaa naye watoto wako kule na aliwahi kujenga kule. Lakini hesabii kwamba hawa watu eti kwa kukaa mbali na yeye basi itakuwa, yategemea kama mke hakuridhika kwa kuendelea kukaa mbali na mumewe, matlabu ya kisheria, anachotakiwa kisheria kwenda kuomba talaka, ima kwa mume mwenyewe, imeshindikana ende kwa kadhi, ndio zitapewa hizi talaka aina mbili, moja ya yeye kujivua au kutolewa talaka inaitwa fashi na mahakama ya sheria ya Kiislamu. Wabillahi tawfik. Naam, asante sana Shekhe. Tunakwenda katika swali lingine. Anasema asalamu alaikum Shekhe, naomba kuuliza, je, ikiwa tunaswali msikitini ikatokea imamu ameanguka bahati mbaya, inapaswa kumsaidia tumsaidie aliyeanguka akapate matibabu au tuendelee na ibada? Naam, inachotakiwa kisheria, kama ikiwa imamu kaanguka au mfano katokwa na upepo ambao umemvunja yule, basi yule aliyekuwa nyuma yake, huwa ndio inavyotakiwa kisheria, wanaokaa nyuma yako wawe na uwezo ule wa kuswalisha, wana kabarof. Lakini katika hali hii kwamba kaanguka amezirai, basi ni wajibu kifai baadhi ya ndugu waumini waliokuwa pale kwenda kumwangalia yule imamu alianguka, wakampa huduma. Kama anahitaji kupelekwa hospitali apelekwe na watu wachache. Lakini haiwezekani au haifai kuwa eti watu wote wavunje ibada kwa sababu ya mtu mmoja kaanguka. Wakifanya hivyo utakuwa hawajui dini, hawajui fikhi ya kisheria juu ya namna jinsi imamu akianguka au akitokwa na udhu basi wafanye nini. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba ibada inaendelea. Asante, shukrani sana. Swali letu lingine nasema asalamu alaikum, anaitwa Mudi Makonga wa Maandakini, anasema ni ipi hukumu ya swaumu ya mwenye kucheza mchezo wa kubeti? Karibu sana Sheikh. Naam, twasema sisi swaumu ina vifunguzi. Unaona, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo havifunguzi swaumu, kwa maana ya kwamba wafanya madhambi wakati wewe umefunga, lakini uhesabii kwamba saumu yako imevunjika. Vitu ambavyo vinavunja saumu ambavyo wanakubaliana wanachuoni ni kula au kunywa au kufanya jimaa. Lakini matendo ya kufanya haramu, kwa mfano kama huyu ana beti, kubeti maana yake kucheza kamari. Unaona, kuna wengine wanalikula riba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio kula chakula, yani mtendo la riba wanafanya katika miamala yao. Au kuna wengine wanaangalia muharramati, wanaangalia wanawake ambao wamekaa uchi au wale ambao wanatembea bila stara au nini, au wengine wanafungua video wakaangalia mapicha ya nani, pono haya. Ndio. Unaona, kisheria kwa kuangalia kule hakufunguzi saumu, lakini kwa kiasi kikubwa mathawabu yako uliyopata kwa kufunga yanakwenda kutolewa na mema yale maovu ambayo unayafanya. Kwa hiyo waweza ukaambiwa kisheria hulazimiki kurudia
saumu, lakini sasa matendo maovu umeyafanya haya, umeporomosha. Na bado kwa sababu huu ni mwezi wa maghfira, kuna nafasi unaona kwa kupitia vifutio vya kisheria unarudi kwa Mola wako, unaomba msamaha. Ndio. Hii saumu yenyewe kazi yake kufuta madhambi, halafu kuna kiamu laili nafuta madhambi, halafu kuna Lailatul Qadr nayo nafuta madhambi. Kwa hiyo kama ulifanya mwanzo huku, una nafasi ya kujuta na kurejea kwa Mola wako. Na haya mambo ya uchafu huu Mwenyezi Mungu ameyataja, kwa sababu kwa mfano Mwenyezi Mungu asaya alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Hii ni suratul Maida 90-91. Yenye mlioamini, hakika ulevi pamoja na kamari, maisiru ndo kamari, na masanamu na upigaji wa ramli, yote haya ni mambo machafu ya katika matendo ya sheitani. Kwa hiyo jiepusheni nayo. Kwa hiyo haya yote ukiyafanya